Karibu katika matangazo yetu asubuhi popote pale ulipo. Naam, natumai ubweri wa afya popote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya leo, ambapo ni matangazo ya asubuhi awamu hii ya pili kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais Donald Trump wa Marekani amesema jeshi la nchi hiyo limeishambulia tena Iran usiku wa kuamkia leo. Amearifu mashambulio hayo ni kulipa kisasi kwa wanajeshi wake waliouawa siku chache zilizopita kutokana na mashambulio ya kujibu mapigo yaliyofanywa na Iran. Trump amewafahamisha waandishi wa habari mjini Washington baada ya kurejea kutoka kwenye fainali ya kombe la dunia kuwa Marekani inailenga Iran kama ishara ya kuwaenzi wanajeshi watatu waliopoteza maisha wakiwa vitani. Wanajeshi hao wanajumuisha mmoja aliyepoteza maisha siku ya Jumamosi nchini Iraq kwa mlipuko wakati akitegua droni ya Iran. Kamandi ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesema imefanya mashambulizi ndani ya Iran ikilenga maeneo ya pwani ya nchi hiyo pamoja na mifumo yake ya ulinzi. Imesema lengo la mashambulio hayo yaliyoingia siku ya 9 ni kuzivunja nguvu za Iran na kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Iran imevurumisha makombora nayo ya droni kuyalenga mataifa ya Ghuba yaliyo washirika wa Marekani. Huo ni mwendelezo wa kampeni yake ya kujibu mapigo dhidi ya hujuma za kijeshi zinazofanywa na Marekani ndani ya Iran kwa siku ya 9 mfululizo. Ving'ora vya tahadhari vilisikika kwenye mji wa mkuu wa Bahrain, Manama, huku wizara ya mambo ya ndani nchi hiyo ikiwataka raia kubakia majumbani au kukimbilia maeneo yoyote yaliyo salama. Ubalozi wa Marekani kwenye taifa hilo dogo la Ghuba umesema hapo kabla kwamba ulikuwa na taarifa ya mapigo ya Iran kushambulia mji mkuu wa Bahrain. Nchi hiyo ya kifalme iliyo na kambi ya jeshi la Marekani imelengwa mara kadhaa na mashambulio ya Iran mnamo siku ya karibuni. Taifa jingine jirani, Kuwait pamoja na Jordan, zote zikiwa na kambi za jeshi la Marekani, nazo zimeripotiwa kushambuliwa kutoka Tehran. Maafisa wa Ukraine wamesema vikosi vya Urusi vimeshambulia meli ya mizigo ya kimataifa nje kidogo ya mwambao wa mji wa kusini mwa Ukraine wa Odessa na kusababisha vifo vya mabaharia 5. Meli hiyo iliyokuwa ikipita kwenye bahari Nyeusi na kupeperusha bendera ya Guinea Bissau iling'oa nanga bandarini ikiwa imepakia shehena ya mahindi. Waziri Mkuu wa Ukraine amesema Sergei Koteskri chombo hicho kilikuwa na mabaharia 17 wenye uraia wa India na Syria pamoja na mmoja wa Ukraine. Amearifu kuwa mbali na 5 waliouawa, mabaharia 8 wameokolewa na wengine 5 hawajulikani walipo, na kwamba meli hiyo ingali inateketea kwa moto. Pande hizo mbili zimeongeza mashambulio yanayozilenga meli za mizigo za kijeshi za kila upande mnamo wiki za hivi karibuni. Ukraine imelaani shambulio dhidi ya meli hiyo ya mizigo, ikituhumu Urusi kushambulia bila kujali inayemlenga. Meli ya kusafirisha mafuta yenye bendera ya Tanzania imetekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa maharamia wa Kisomali katika pwani ya Yemen. Hali hii ni kwa mujibu wa vyombo vya usalama na maafisa wa eneo hilo wanaofahamu tukio hilo. Maafisa hao wamesema meli hiyo ya kibiashara imehamishiwa katika maji ya eneo la Bari kaskazini mashariki mwa Somalia. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, meli hiyo inayojulikana
MT Asana ilitekwa nyara Ijumaa baada ya kuondoka Mukalla nchini Yemen. Kwa sasa inashikiliwa karibu na pwani ya Akalula katika jimbo la Bari lililo ndani ya eneo linalojitawala la Puntland. Vyanzo hivyo pia vimesema meli hiyo iliyotekwa na waharamia 7 wenye silaha kutoka Somalia. Haikufahamika mara moja ni wafanyakazi wangapi waliokuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio, wala iwapo kuna yeyote aliyejeruhiwa. Pia hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu uraia wa wafanyakazi waliokuwa ndani ya meli hiyo. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Tuareg pamoja na wanamgambo wa itikadi kali walipokuwa wanaondoka katika mji wa kimkakati wa Anefisa kaskazini mwa taifa hilo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi na ambaye hakutaka kutajwa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi ya awali ya waliouawa ni kubwa sana, ikiwa ni zaidi ya wanajeshi 50 na wengine 24 wakichukuliwa mateka. Chanzo ndani ya jeshi hilo la Mali kimesema baadhi ya wanajeshi waliuawa baada ya kukamatwa na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na mapungufu ya kiutendaji yaliyochangia jeshi hilo kuwa katika mazingira ya hatari. Wanamgambo wajiitao kundi la kusaidia Waislamu JNIM na lile la Tuareg la Azawad Liberation Front wamedai kuhusika na shambulio hilo. Meli kuku iliyowabeba zaidi ya watu 100 imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Marekani kusini ya Guyana, na taarifa zinasema watu 7 tayari wameokolewa. Vikosi vya usalama vinawatafuta wengine waliosalia. Chombo hicho cha MV Barima kiling'oa nanga kutoka mji mkuu wa Guyana, Georgetown, kikiwa na abiria 103 kuelekea mji mdogo wa Kaituma. Taarifa za awali zinasema kilizama muda mchache baadaye kutokana na kupigwa na mawimbi makali. Waziri wa miundombinu wa Guyana, Joel Egil, amesema juhudi za kuwaokoa watu zinaendelea baada ya waokoaji kufanikiwa kuwaopoa kutoka majini ya abiria 7 wakiwemo watoto 15. Mkasa huo ni tukio kubwa la majonzi kwenye taarifa hiyo ya watu milioni 1 ambalo kwenye taifa hilo la watu milioni 1 ambalo halina rekodi ya ajali mbaya majini. Hii ni idhaa yako inayokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya kimkakati, kwa kwamba tunanunua na kuweza kujitanua kufikia mawanda makubwa ya kujiunga na FM. Unaweza sisha mchango wako, enda pale kwenye PayPal, link yetu ipo pale kwenye Facebook, na vile vile unaweza chukua fursa yako nzuri tu ya kuweza kutuma mchango wako kupitia PayPal, ambapo basi account yetu iko pale, link iko pale kwenye Facebook ya Radio Fortune Africa, kwenye taarifa yetu ambayo tunatupia za video, ambapo vile vile unaweza tuma mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Tupokee awamu ya pili ya matangazo haya ambayo ni matangazo ya mbashara. Collins Kadhambi anaongoza mitambo. Collins Okaka anasababisha matangazo haya kukujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuanzie huko nchini Marekani, ambapo jana Uhispania ndiyo mabingwa wapya wa kombe la dunia katika mchezo wa soka baada ya kuifunga Argentina waliokuwa mabingwa watetezi kwa bao 1-0
katika mechi ya fainali iliyochezwa kwenye uwanja wa MetLife huko New Jersey nchini Marekani. Victor Buso alifuatilia mtanange huu na anatujuza ilivyokuwa. Huu ni ushindi wa kihistoria wa Hispania ambayo sasa imeshinda taji lake la pili baada ya kuibuka washindi mara ya kwanza mwaka 2010. Miamba hao wa soka barani Ulaya sasa ni mabingwa wa soka duniani, ambapo dakika ya 106 mshambuliaji Ferran Torres alifunga bao pekee lililoipa ushindi timu yake. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa miongoni mwa mashabiki zaidi ya 80 walioshuhudia fainali hiyo, ambayo mchezaji wa Argentina Enzo Fernandez alionyeshwa kadi nyekundu na kuiacha timu yake ya Argentina na mlima mkubwa wa kukwea wakiwa na wachezaji 10 mbele ya wachezaji wa Hispania. Baada ya ushindi huo, mamilioni ya raia wa Hispania wanatarajiwa kuwakaribisha wachezaji wa timu yao ya taifa siku ya Jumatatu, ambapo watapita na kombe hilo la dunia katikati ya jiji la Madrid na kukutana na waziri mkuu Pedro Sanchez. RFI Kiswahili. Na polisi nchini Burundi wamethibitisha kuuawa kwa watu wasiopungua 8 katika tukio la mkanyagano wakati wa mkutano wa kidini jijini Bujumbura. Maelezo zaidi na Mizleti Ijai. Vifo hivyo vimetokea baada ya maelfu ya watu kuhudhuria mkutano wa mhubiri maarufu Chris Ndikumana, ambaye mtandao wake wa YouTube una zaidi ya wafuasi milioni 1. Kulingana na mashuhuda, tukio hilo lilitokea wakati waumini hao walipotaka kuondoka kwa wakati mmoja baada ya mkutano huo kukamilika, hali iliyopelekea mkanyagano huo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mbali na vifo hivyo, waumini wengine 9 walijeruhiwa. Hata hivyo, waandaaji wa mkutano huo hawajatoa tamko lolote kuhusu taarifa ya vifo na majeruhi. Makanisa ya Kievanjelisti yameendelea kuongezeka kwa kasi barani Afrika, huku matukio ya mikanyagano yakishuhudiwa katika mikutano kadhaa mikubwa ya kidini katika miaka ya hivi karibuni. Na tukitoka nchini Burundi tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni mwezi Juni umeshuhudia kushuka kwa visa vya ukosefu wa usalama, kwa mujibu wa shirika la Kivu Security Tracker linalotathmini hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo. Collins Okaka anatufafanulia zaidi. Visa vya utovu vimeshuka kwa 19% kwa kipindi cha mwezi Juni katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, ambapo kutoka matukio 305 mwezi Mei, visa 247 ndivyo vilivyoripotiwa. Shirika la Kivu Security Tracker linasema pamoja na kushuka kwa visa hivi haimaanishi kuwa hali ya usalama imeimarika, na kusisitiza kuwa hali ya raia wa kawaida inaendelea kuwa mbaya. Aidha, licha ya kushuka kwa visa vya uhalifu, ripoti ya shirika hilo inaonyesha kuwa waasi wa M23 wanasalia kuwa hatari kubwa, hasa kwa usalama wa raia, huku kundi la ADF likiendelea kuchukua maeneo zaidi, ambapo sasa hivi wamefika katika mkoa wa Ho-Uele. Katika mwezi huo wa Juni, raia 114 wameripotiwa kuuawa na wengine 17 kutekwa katika wilaya Masisi na Rushuru, wengi wakiwa ni raia wanaodaiwa na waasi wa M23 kuwa wanashirikiana na makundi ya wazalendo au FDLR. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amewahimiza Waganda waliorudishwa makwao hivi karibuni kutoka nchini Afrika Kusini kuachana na imani kwamba ustawi unaweza kupatikana nje ya nchi pekee, akiwahimiza badala yake kukumbatia fursa nyingi za kiuchumi zinazopatikana nchini Uganda. Serikali ya Sudan na Wizara ya mambo ya nje wamekataa vikali vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani vilivyoweka kutokana na madai kwamba jeshi la Sudan SAF lilitumia silaha za kemikali, wakishutumu hatua hizo kama za upande mmoja na haramu.
Msikilizaji, nchini DRC tangazo la Rais Felix Tshisekedi la kufanyika kwa mazungumzo yatakayojumuisha wadau mbalimbali limeibua maoni mseto, wakati wananchi, asasi za kiraia na viongozi wa dini wakiyakaribisha kama fursa ya kuimarisha umoja wa kitaifa na amani. Baadhi ya wanasiasa na wadau wameonyesha wasiwasi kuhusu namna mchakato huo utakavyotekelezwa. Unazungumziaje hatua hiyo ya Rais Tshisekedi? Unafikiri mazungumzo hayo yatazaa matunda? Nini zaidi kifanyike kuleta maridhiano? Shiriki kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda nambari yetu WhatsApp +254 110 000 420. Saa 1:37 Afrika Mashariki ni sawa na saa 1:37 Afrika Kati. Kumradhi, Afrika Mashariki ni saa 2:37. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amechukua uongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Mkutano huo ulihudhuriwa na Rais wa Guinea Mamadi Doumbouya ambaye nchi yake imeondolewa vikwazo na ECOWAS. Katika hotuba yake, Rais Doumbouya alikuwa na kauli hii: Les sanctions ne sont pas la solution. Vikwazo sio suluhu. Ukanda wetu umekuwa ukichagua vikwazo kuwa hatua ya kwanza, wakati ambapo vilitakiwa kuwa hatua ya mwisho. Uzoefu unatuonyesha kwamba vikwazo vinamwathiri kwanza mtoto aliye darasani, kina mama sokoni, na vinasababisha hospitali kukosa dawa muhimu. Sauti yake Rais wa Guinea Mamadi Doumbouya katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali waliokutana nchini Sierra Leone. Wanajeshi 16 wameuawa katika shambulio la magharibi mwa Niger inayotawaliwa na utawala wa kijeshi, kwa mujibu wa kituo cha habari nchini humo ambalo limesema shambulio la kigaidi lililenga kikosi cha wanajeshi katika eneo la Tera katika eneo la Tilaberi Ijumaa Julai 17 na kusababisha vifo vya watu 16, 23 kati yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Rais wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema anaanza ziara ya serikali nchini Ufaransa hii leo Jumatatu, akiongoza ujumbe wa zaidi ya watu 80. RFI Kiswahili. Ukiwa jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, matangazo ya RFI Kiswahili yanakujia kupitia Radio Mandela FM na Afya Radio kule Mwanza. Kwa siku ya 9 mfululizo, Washington hii leo imeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran baada ya mwanajeshi mwingine wa Marekani kuuawa katika makabiliano mapya baina ya mataifa hayo, huku pia kukiwa na hofu kuhusu hali katika mlango wa bahari ya Hormuz. Kulingana na Marekani, mashambulio haya mapya yanalenga kudhoofisha uwezo wa Iran kushambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Iran nayo imejibu mashambulizi kwa kushambulia miundombinu ya Marekani katika eneo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani linasema mwanajeshi mmoja aliuawa baada ya shambulio la Iran kaskazini mwa Iraq siku ya Jumamosi. Saa 2:40 Afrika Mashariki. Mizleti Jai ameungana nami studio hapa kutujuza yaliyoandikwa magazetini. Karibu Mizleti. Naam, asante Ali Bilali. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni magazeti nchini humo yameangazia kuhusiana na mchakato wa mazungumzo ya kitaifa yaliyozinduliwa na Rais Felix Tshisekedi wikendi mwishoni mwa juma baada ya mkutano wake na viongozi wa kidini Ijumaa iliyopita. Ni mtandao wa Okapi umeandika hivyo, lakini Actualite.cd limeandika Masisi, mapigano kati ya AFC M23 na FRDC yanasababisha wimbi jipya la watu waliokimbia makazi yao kuelekea Ngungu na Kibabi. Kule nchini Tanzania, gazeti la Nipashe limeandika Lissu kete muhimu katika maridhiano. Wachambuzi, viongozi na wanadiplomasia waelezea ugumu wa mchakato, ikiwa mwenyekiti huyo wa Chadema hatoshiriki. Lakini Mwananchi limeandika roho mkononi, ni kuhusu madereva wa malori wasimulia magumu wanayopitia wakisafirisha kemikali ya sulfa
kwa zaidi ya umbali wa kilomita 2,000. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali alielezea mambo muhimu ya kuzingatia. Wataalam wa afya watoa neno. Hii ni hatari sana. Bila shaka Bilali, kusafirisha salfa umbali wa kilomita 2,000 ni hatari. Lakini Sudan Tribune limeandika serikali ya Sudan imekataa vikali vikwazo vya Marekani vilivyowekwa kwa madai ya kambi ya jeshi kutumia silaha za kemikali katika vita yake dhidi ya wanamgambo wa RSF. Kule nchini Uganda, Daily Monitor limeandika kuhusiana na kifo cha Jenerali Moses Ali. Baraza la mawaziri kumpa heshima jenerali huyo wakati Waislamu kuwafanya maombi spesheli. Kule nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika kwa mtindo wa swali, atakuwa debeni. Ni kuhusu Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais. Nikushukuru sana Mizlet Ijai. Asante. Namna sasa tuangazie habari za michezo na Victor Abuso, karibu. Naam, asante sana mwenzangu Ali Bilali. Baada ya kukamilika kwa michuano ya kombe la dunia, mshambuliaji kutoka Ufaransa Kylian Mbappe ameshinda kiatu cha dhahabu kwa kuibuka mfungaji bora katika mashindano hayo. Mbappe ambaye timu yake ilimaliza katika nafasi ya 4 alifunga mabao 10 mbele ya Lionel Messi ambaye alifunga mabao 8. Hii ni mara ya pili mfululizo kwa Mbappe kushinda taji hili la kuwa mfungaji bora. Licha ya Ufaransa kutunyakua kombe, lakini kuna kitu ambacho wamerudi nacho nyumbani kabisa. Na Bilali, leo kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba timu taifa ya Hispania ambao ndio mabingwa wa kombe la dunia wanasubiriwa katika jiji la Madrid. Polisi zaidi ya 2,000 na maafisa wengine wa akiba 400 watakuwa wanawasubiri. Ulinzi umeimarishwa, watakuwa na gwaride rasmi na kombe la dunia wakipita katika barabara za jiji la Madrid. Mara mwisho kwa Hispania kunyakua taji hili, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2010, wakati huo kombe la dunia lilichezwa hapa barani Afrika, kule nchini Afrika Kusini. Na kocha wa timu ya taifa ya Argentina Lionel Scaloni amekiri kwamba Hispania ilikuwa timu bora. Walizidiwa uwanjani na wamekubali kushindwa, huku mashabiki wa Lionel Messi wakiendelea kusikitika kwa sababu ukiangalia umri wake wa miaka 39, wanajiuliza je, atacheza tena kombe la dunia lingine? Na wengi wanaona kwamba ndio mwisho. Kwa hivyo wamemaliza vibaya kidogo, licha ya msimu uliopita mwaka 2022 kuisaidia Argentina kunyakua kombe la dunia. Na tumalize na mashindano ya kukimbiza baiskeli Tour de France. Leo ni siku ya mapumziko kule nchini Ufaransa. Tajeda Pogacar bado anaongoza. Nam, ni kushukuru sana bingwa Victor Abuso. Ni mkaribishe mwenzangu hapa na makala haya yajayo. Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu katika makala ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha